utayari wenu wa kushiriki mafunzo haya ya moduli ya uwasilishaji na ushughulikiwaji wa malalamiko na rufaa zinazotokana na michakato ya ununuzi wa umma kwa njia ya kielektroniki ni wa muhimu sana, kwa sababu msingeshiriki tusingekuwa na hoihoi ambazo tunazozipata asubuhi ya leo au mchana huu wa leo. Kwa hiyo natambua ya kwamba mnayo majukumu mengi katika vituo vyenu. Naomba niwasimamishe maafisa masuhuli ambao wako humu. Naomba msimame, kwa sababu hili limeninyenyekeza sana, kwamba hawa ni watu ambao ukisikia ametoka ofisini, nadhani amekuthamini sana. Kwa hiyo sisi tumeheshimika kwa heshima ambayo mmetupatia. Nashukuru sana. Naamini wale ambao mnaoongoza, wale ambao mnaoshirikiana nao watakuwa wamebahatika sana, kwa sababu hamtasubiri kwenda kufundisha ofisini, mmepata wenyewe hapa. Asanteni sana, karibuni, naomba mkae. Niwashukuru washiriki wote kwa utayari wa kujifunza, kwa sababu hata nie wengine hawa nimewasimamisha tu kwa sababu mara nyingi kwenye mafunzo ambayo huwa tunayo hakuna wingi wa masuhuli kama huu ambao nimeuona hapa. Mara nyingine utakuta kwamba amekuja mmoja au wawili, lakini kwa hii ya Iringa na Njombe nadhani imefanyaje jamani? Yani imefunika kwa zote, kwa mafunzo ambayo tumekuwa tukiyatoa. Nipende pia kuzungumza hili. Ninajua kuwa mmewezeshwa na kujifunza masuala mbalimbali, na nimesikiliza hapa wakiwa wananiambia watu wangu kwamba sheria mnaijua, mfumo mnaijua, na hilo ni jambo jema. Usisubiri sana wakati wote kufundishwa, jiongeze, jiongeze, kwa sababu ukijiongeza sisi tukija tunakujazilizia, na ukijaliziwa unapata vingine zaidi. Kwa hiyo niwapongeze sana, na haya mafunzo ni imani yangu kuwa mtakapotoka hapa mtakuwa mmeelewa kwamba serikali imewekeza sana katika sekta ya ununuzi wa umma na imejaribu. Kama sio kwamba imeweza, serikali kila wakati inatambua kwamba fedha nyingi zinaenda katika manunuzi, na kwa sababu hiyo ndio maana kunatokea mabadiliko. Mpaka sasa tuna mabadiliko ambayo yametokea mara 4. Tafuta sekta ambayo imewahi kufanyiwa mabadiliko kama hayo, kama hutakuta kwamba ni ununuzi. Na hata mimi sitaki kuambia kwamba tumefika. Inawezekana jinsi tunavyoenenda tukajikuta kwamba mazingira yamebadilika na hali zimebadilika, kwa hiyo ikabidi tena turudi katika kutunga upya sheria ili tuendane na mabadiliko ambayo yanayotokea. Kwa hiyo mabadiliko ni sehemu ya sisi kuhakikisha kwamba vile ambavyo vinavyotumika katika manunuzi vinatumika kuwaletea wananchi maendeleo, vinatumika kuwaletea wananchi huduma mbalimbali, na vile vile zinatufanya hata sisi tunaoshiriki katika kutenda tusiwe na makando kando, kwa sababu bila serikali kusimama inawezekana wakanifunga hapa siku moja kwa sababu nimekosea, lakini kwa sababu umepata mafunzo kama haya, naamini kwamba tuko tayari na tumeona jinsi serikali inavyolibeba hili. Ni imani yangu kwamba baada ya mafunzo haya mmeanza kuitumia moduli ya kuwasilisha malalamiko na rufaa kwa njia ya elektroniki. Ninaomba mwende mkaitumie elimu hii kuelimisha na wengine, kwa sababu sio wote ambao wametoka maofisini, wengine wamebaki. Kwa hiyo itumieni elimu hii kuelimisha wengine, na ninaamini
ninyi mlioshiriki mafunzo haya ya awamu hii mtakuwa mabalozi wazuri wa moduli hii na Mamlaka ya Rufani ya Zabuni za Umma. Wadau wote ambao tumekuwa tukishirikiana nao katika mafunzo wamekuwa mabalozi wema, na nashukuru kwamba nimeshapokea, niseme hili wazi, nimeshapokea, nimesikiliza, kuna mapendekezo ambayo mmeyatoa, tutayafanyia kazi na kuhakikisha, kwa sababu moduli kila siku itakuwa inabadilika. Unajua, niseme yule ambaye hapendi mabadiliko hatapenda vitu vibadilike. Lakini sisi kama Mamlaka ya Rufani ya Zabuni za Umma, ni wimbo wetu kwamba tuwe wazuri zaidi ya jana. Na kama unataka kuwa mzuri zaidi ya jana, ina maana hutakwepa mabadiliko. Mabadiliko yatakuwa sehemu yako. Kila siku utakuwa ukiboresha vitu. Ili tuweze kutoa huduma njema kwenu, ni lazima tuboreshe kila wakati. Ni lazima turudi tujiulize, hivi tunatoa huduma ambayo inakubalika? Na tukigundua kwamba kuna kasoro kama ambavyo nimeshasikia siku ya leo, tutarudi na kuhakikisha kwamba tunazitekeleza na tunazitendea haki, ili wadau wote katika sekta ya ununuzi wa umma wapate huduma stahiki, wapate huduma bora. Na kwa aina hiyo tutakuwa tunaheshimisha serikali ambayo imetupa jukumu la kusimamia hivi. Niwaombe, naomba nitumie fursa hii pia kuwasisitiza wadau wote wa katika sekta ya ununuzi wa umma na ugavi kuzingatia maadili, kwani kufanya hivyo kunaheshimisha serikali ya awamu ya 6, lakini pia kunatuheshimisha sisi wenyewe. Mara nyingi mashauri mengi ambayo yanayokuja Mamlaka ya Rufani ya Zabuni za Umma, utakuta kwamba kuna mtu alikiuka maadili sehemu fulani, kuna mtu ambaye alifanya makusudi sehemu fulani. Ni mara chache sana utakuta labda ilikuwa ni kasoro ya kiufundi, lakini mengi sana ambayo huwa yanakuja yakiwa yanatokana na maadili. Wewe unajua mfumo upo na takwimu za kwenye mfumo unazifahamu vizuri, lakini unapika za kwako, unatoa za kwako. Mwisho wa siku unakuwa umeingiza serikali gharama, umechelewesha huduma kwa wananchi, au umechelewesha maendeleo kwa sababu tu ya maadili ambayo hukuyafuata. Kwa hiyo mimi niwasisitizie sana, tunapoenda huko tukifanya kazi zetu, tujali maadili, kwa sababu ukijali maadili utaheshimika tu sehemu yako ya kazi. Baada ya kusema hayo, naomba nitamke rasmi kwamba kwa siku ya leo tumeyafunga, lakini hatujafunga mafunzo mengine. Tumefunga hili la leo. Tutaendelea kutoa mafunzo. Kwa hiyo niwatakie safari njema mnaporejea katika vituo vyenu vya kazi, na tunaomba mtusalimie huko na muwe mabalozi wema. Asanteni sana.